Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara Nyiroda Nyamai. Familia ya askari wa Kenya anayedaiwa kutoweka nchini Haiti ambaye ametambuliwa kama Benedict Kabiru Kuria inataka majibu kutoka kwa serikali kuhusu hali ya jamaa yao ambaye aliripotiwa kutojulikana aliko baada ya kushambuliwa na magenge walipokuwa wakiendeleza operesheni yao nchini Haiti. Hata hivyo, idara ya polisi hapa Kenya pamoja na serikali zingali hazijatoa taarifa rasmi kudhibitisha hali ya Benedict Kabiru Kuria. Sheila Chelangat na taarifa hiyo kikamilifu. Kijiji hiki cha Thamanda katika eneo bunge la Kikuyu ni nyumbani kwa afisa wa polisi wa Kenya Benedict Kabiru Kuria ambaye amekuwa akihudumu katika misheni ya kusaidia kurejesha usalama takriban kilomita 12,000 kutoka Kenya nchini Haiti. Kabiru akiwa ametumikia misheni hiyo sasa kwa takriban miezi 8. Habari za kutofahamika alipo baada ya shambulizi lililotokea Jumanne nchini Haiti zikiwa zimetikisa kijiji hiki, wengi wakifika hapa nyumbani kwa mamake Jacinta Wanjiru kumjulia hali. Wakakuja na sub chief, as chief na mtu ya nyumba 10. Wote walikuja jana asubuhi kuleta ripoti Kabiru amepotea. Lakini hawajaleta ripoti Kabiru amekufa. Kabiru amepotea, they were ambushed, akapotea. Wakati walirudi yeye ndiye hajarudi. Video zilizosambaa mitandaoni zimedai kuwa mwili wa askari ulioonekana ukiwa chini na sare zilizojaa damu kuwa ni ule wa Kabiru. Kulingana na Jacinta, video hiyo ya kutamausha imempa kiwewe kuhusu hali ya mwanawe. Tangu jana usiku ndio nilipata the first report ati kijana yangu ameaga. Na shida tu, kila mtu anatuma, mwingine anatuma akichapwa, mwingine anatuma amekatakatwa. Sasa hiyo ni mambo yenye inaudhi familia yetu. Idara ya polisi hapa Kenya hata hivyo bado haijathibitisha hali ya Benedict Kabiru Kuria licha ya kutaja kuwa tayari shughuli ya msako na uokoaji inaendelea nchini Haiti, na kwa Jacinta kutokuwa na uhakika wa hali ya Benedict ni mzigo mzito kwake kuubeba. Wenye wanatumia mitandao, tafadhali waache kueneza venye Kabiru amekufa, Kabiru ako hai na Kabiru ataishi na Kabiru ataendelea. Kulingana na shirika la Reuters, vyombo vya habari nchini Haiti vimeripoti tukio hili kuwa ni kifo cha pili tangu kuanza operesheni ya MSS. Hiyo ndio tegemeo letu, tegemeo ya familia, tegemeo ya kila mtu kwa hii familia. Ni familia dogo. Sasa serikali, mimi nataka kijana yangu na nipewe ripoti haraka iwezekanavyo. Tumepewa matumaini, naweza muona. Najua nikaa kwa hai, nina matumaini. Kusita kwa serikali kutoa thibitisho kunazidi kumjaza matumaini ya kukutana na kuonana na Benedict. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47.